Manchester United imefichua rasmi eneo litakapojengwa uwanja wake mpya wenye uwezo wa kubeba mashabiki 100,000 ambapo unatarajiwa kuwa uwanja mkubwa zaidi nchini Uingereza. Uwanja huo utajengwa takribani mita 350 kaskazini magharibi mwa Old Trafford, makao ya sasa ya klabu hiyo ambayo yametumika kwa zaidi ya miaka 115. Hatua hiyo inawezekana baada ya klabu hiyo kununua sehemu kubwa ya ardhi inayohitajika kwa mradi huo, huku ikisisitiza kuwa timu itaendelea kucheza mechi zake Old Trafford hadi ujenzi wa uwanja mpya utakapokamilika. Mradi wa uwanja mpya ni sehemu ya mpango mkubwa wa maendeleo unaoitwa Trafford Wharfside, unaolenga kubadilisha eneo la Old Trafford kuwa kitovu cha michezo, burudani na biashara kinachofanya kazi kwa mwaka mzima. Mpango huo pia unahusisha ujenzi wa takribani nyumba 15,000, kuboresha miundombinu ya usafiri wa umma pamoja na kuongeza njia za watembea kwa miguu na waendesha baiskeli. Viongozi wa klabu wanaamini maendeleo hayo yatachochea uchumi wa eneo hilo, kufungua maelfu ya nafasi za ajira. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mpango huo bado unahitaji kupitishwa na baraza la Trafford kabla ya kuendelea na hatua zinazofuata. Baada ya idhini, kutakuwa na kipindi cha mashauriano ya umma ambapo wakazi, mashabiki, wadau wengi watapata nafasi ya kutoa maoni kuhusu mpango huo. Manchester United imesisitiza kuwa picha zilizotolewa hadi sasa ni vielelezo vya awali pekee na kwamba muonekano wa mwisho wa uwanja na mazingira yake unaweza kubadilika kulingana na maoni yatakayopendekezwa. Uwanja huo mpya unaotajwa kuwa utakuwa unaitwa New Trafford utakuwa na teknolojia za kisasa za kuhifadhi mazingira. Paa lake limeundwa kwa mtindo wa mwamvuli utakaokusanya nishati ya jua na maji ya mvua kwa matumizi mbalimbali. Pia kutakuwa na minara mitatu mikubwa ambayo itafanya uwanja huo kuonekana kutoka umbali wa hadi kilomita 40 siku yenye hali nzuri ya hewa. Ujenzi wake unatarajiwa kuchukua takribani miaka 5, jambo litakalofanya kuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ya michezo barani Ulaya. Hata hivyo, Manchester United bado haijafanya uamuzi kuhusu hatima ya Old Trafford baada ya uwanja mpya kukamilika. Viongozi wa klabu wamesema wanataka kuhifadhi historia ya utamaduni wa uwanja huo maarufu, huku akiboresha mazingira kwa kizazi kipya cha mashabiki. Mradi huu unaungwa mkono na mmiliki mwenza Sir Jim Ratcliffe kama sehemu ya dira ya muda mrefu ya kuifanya Manchester United kuwa na moja ya viwanja bora zaidi duniani pamoja na kuchochea maendeleo makubwa ya eneo la Trafford Wharfside. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.